Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili ni kuwekea wazi peupe yale ambayo yanaendelea haswa katika sekta ya siasa, na baadaye tutakuwa tunachanganua moja kwa moja. Kimeumana, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga baada ya kuingia kwa mkataba wa maelewano na serikali ya sasa ikiongozwa na Daktari William Ruto, Raila ameonekana kubadilika na kutoa msomo ambao umeweza kutingisha taifa letu la Kenya. Naomba kuweka hewani msomo wa Raila Odinga vile amegeuka, kisha baadaye nitakuwa na changanua matamshi hayo yanamaanisha nini na ni kwa nini ameamua kuzungumza hivyo kisiasa. Kabla niweke hiyo kanda, naomba kuomba msamaha kwa sababu nimeleta hii kanda kwa njia ya audio kwa sababu sijafika kwa studio, lakini hiyo haimaanishi hatuendelei kukufahamisha yale ambayo yanaendelea. Natoa ahadi katika kanda ambayo nitatengeneza baadaye nitakuwa naiweka kwa njia ya picha kwa sababu nitakuwa nimefika kwa studio. Naomba msamaha kwa hilo mpenzi mtazamaji, na ninakupenda kwa sababu wewe umezidi kunipiga jeki na tumefika umbali huu kwa sababu yako. Huyu Mungu anayebariki wengine azidi kufungulia milango ya mibaraka, wewe subscriber, wewe mtazamaji katika mtandao wetu wa Mokenya TV. Ombi langu moja tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa, naomba ukaweze kutupea a like katika kanda hii. Hapo juu kuna mahali unafinya utupea a like ama a thumbs up ukipenda, na ikiwa hauja subscribe, maybe wewe ni mgeni katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitu hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kidude ili kuwa subscribed. Sambaza hii kanda kwa group moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp. Asante kwa kutia ombi langu, barikiwa na karibu. Naomba tusikize kiongozi wa ODM Raila Odinga vile anatoa msomo. Anasema leo Sadata, tumesaliti nani? Tumesaliti nani? Tumesaliti nani? Hakuna mtu tumesaliti. Tulikuwa tayari tumesema tunataka kuendelea mbele na watu, na wewe mwenyewe nikamwambia tuendelee mbele, wakakataa. Nasema maana na yeye akatuuliza. Mimi niliwaeleza. Raila Odinga ametoa msomo haswa kwa wanasiasa. Number 2, ametoa msomo kwa Wakenya ambapo hata vijana wa Gen Z wako ndani. Kwa hivyo ametoa msomo kwa wanasiasa na kwa Wakenya, kwa sababu amesimama. Alikuwa anazungumza akiwa katika kaunti ile ya Migori, akasema ya kwamba wala ambao wanasema ya kwamba nimewasaliti, nimesaliti nani? Akarudia tena, kama ulisikiza vizuri, nilisaliti nani? Tusikize, wacha nirudie hiyo part ndio usikize vile alikuwa anasema nimesaliti nani. Tusikize tena. Tumesaliti nani? Tumesaliti nani? Tumesaliti nani? Amesema nimesaliti nani? Hakuna mtu tumesaliti, tulisema tuendelee mbele. Sasa najiuliza swali, kwa nini kama alikuwa ashatoa uamuzi wakati alitoka katika taifa lile la Dubai, mbona akasema nataka kutembea sehemu mbalimbali humu nchini kusikiza ground, kisha baadaye nitafanya uamuzi wa kisiasa? Na kuna uchanganuzi nilifanya, nikasema kutembea kwa Raila Odinga katika sehemu mbalimbali is a wastage of time and resources, kupoteza wakati na hela, kwa sababu uamuzi ulikuwa ushatolewa, kwa sababu tulimuona akikaribishwa katika ikulu ndogo kule Mombasa. Nikajua hapa kimeumana. Na sasa Kalonzo Musyoka naye amekuwa akisema ya kwamba Raila Odinga na viongozi wanastahili kuombewa, kwa sababu usaliti ambao ameshuhudia kwa wanasiasa ni usaliti ambao hatuwezi amini. Tusikize Kalonzo Musyoka. There is betrayal all over, brother betraying brother. But the very interesting betrayal is that of politicians. Politicians are amazing. Please pray for them. I'm one of them. Na matamshi yake yaliweza kuungwa mkono na kiongozi wa chama cha DAP Kenya, Eugene
Wamalwa. Tusikize Eugene Wamalwa. This position that is being created for the Prime Minister is meant for our friend and our senior Raila Odinga. That is the whole essence of them now picking up NADCO to create this position for Raila Odinga. Sasa, I want to put this into perspective so that we can understand how politics works in Kenya. Mbona Raila Odinga amebadilika kuwa mkali kwa Wakenya na kwa wanasiasa wala ambao wanadai kwamba amewasaliti? Number one, Raila Odinga is already promised kuchukua nafasi ya kuwa waziri mkuu. Ndio maana wakati alikuwa anatia sahihi kati yake na rais kwa mkataba ule wa maelewano, alisema ya kwamba we want, actually kwa zile zote ambazo walisema ya kwamba zinaenda kushughulikiwa, number one walisema NADCO report should be implemented. Yaani National Dialogue Committee, pendekezo lile ambalo liko katika ripoti ile, kuunda kiti cha waziri mkuu na kuunda kiti cha official opposition leader. Kwa Kiswahili ni kiongozi wa upinzani. Yaani NADCO report inazungumzia masuala ya uongozi. Ndio maana Raila Odinga ameonekana akikasirika kwa sababu yeye amefika kwa maziwa. Anaenda kumumunya, mumunyu. Mbona sasa Wakenya wanachukua fursa ya kutoa msomo na kumwambia amesaliti Wakenya? Ndio maana anajiuliza, amesaliti nani? Amesaliti nani? Na hakuna mtu amesalitiwa kwa sababu walikwisha sema tuendelee mbele. Wakenya, when it comes to politics, we need to understand that politics is all about interest. Nimeingia katika siasa, ni kipi ambacho ninaenda kufaidika nacho? Sasa Raila yeye ameona ni kipi ambacho anaenda kufaidika nacho, ndio kupitia msingi wa kuunganisha Wakenya wote kwa ujumla. Waswahili walisema ya kwamba fahari wawili wakipigana nyazi ndio huumia. Nyamanzeni, tudumishe amani kama Wakenya. But if at all Kenyans want to punish politicians, just banish them on the ballot 2027. Hii katikati hapa tuendelee kudumisha amani, tupendane kwa sababu hatuna Kenya ingine. Hii Kenya lazima tuilinde. Kama ni viongozi ndio watangolewa kupitia kura, kwa sababu tulizaliwa tukapata Kenya iko. Tulizaliwa tukapata uongozi unaendelea, na wala ambao walikuwa waanzilishi katika uongozi hawapo. Jomo Kenyatta hayuko, Moi hayuko, Mwai Kibaki hayuko na wengine. Kumaanisha Kenya inasalia kuwa penye ipo. Sasa hivi ni sisi tuko. Watoto wetu wako, watakuja, wajukuu wetu watakuja, vitukuu hapo wataendelea. Kwa hivyo ni kipi ambacho najaribu kukisema? Tudumishe amani, tuilinde Kenya hii, maana hatuna Kenya ingine. Lakini ikifika kwa uchaguzi, yule kiongozi ambaye hatakiwi, mwenye anasema njaa imeniuma, ndiye tutamtuma nyumbani aende kupumzika. So that is where we are at the moment. Ndio maana nikashuhudia Raila Odinga kwa mara ya kwanza alikatazwa, akafungiwa kule Kisii, kule Nyanza. Na sisi tulikuwa kwa televisheni tunatazama tu kutoka hapa Nairobi kila ambacho kilikuwa kinaendelea kule. Wakati alienda kwa uwanja wa Gusii Stadium, na ikumbuko kwamba Gusii ni eneo ambalo limekuwa likimuunga mkono Raila Odinga 2007, 2013, 2017, 2022, lakini nao wamesema enough is enough. Kisii is for Fred Matiang'i and not Raila Odinga. And actually I remember well, last week on Thursday, when Raila Odinga was in Kisii, he dismissed allegations that Matiang'i is going to contest for presidency 2027. Akasema kura za Kisii peke yake haziwezi chagua mtu. Politicians are difficult to understand their characters. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza baadaye, lakini nitaitengeneza kwa njia ya picha
naomba msamaha kwa sababu nimeleta hii kanda kwa njia ya audio. Asante, barikiwa, tukutane in the next video. Bye bye. If you have not subscribed to our YouTube channel, please I'm requesting you to consider subscribing by hitting the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell that is against the subscribe button so that you can always be notified automatically by YouTube channel. The moment we upload a video clip, you will receive a notification that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content to other WhatsApp groups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Bye bye for now.